nilimtembelea mwenyekiti gerezani leo. Kwa hiyo maanisha baada ya kumtembelea gerezani, of course mwenyekiti yuko salama na ni mzima wa afya. Lakini hata hivyo amenipa taarifa rasmi kwamba amepokea kitu kinaitwa notice of trial, taarifa ya kuendelea kwa shauri lake lile namba 19/605/2025. Na hii ni kesi ya uhaini ambayo ilikuwa imesimama tangia tarehe 12 Novemba 2025. Kwa taarifa ya juzi iliyoandikwa tarehe 13 Januari 2026 ambayo mheshimiwa mwenyekiti ameipokea jana tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026, naibu msajili wa mahakama kuu amemfahamisha mheshimiwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kwamba kesi yake ya uhaini itaanza tena kusikilizwa kuanzia tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026. Itasikilizwa mfululizo mpaka tarehe 6 mwezi wa 3 2026, na kesi itaanza saa 3 kamili asubuhi mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam. Sasa hii ni kesi ile ambayo ilikuwa imesimama tangia 12 Novemba kama nilivyosema, kwa sababu mbalimbali, kwa sababu session ilikuwa imeisha kipindi kile na haikuwa imepangwa tena. Kwa hiyo kwa taarifa hii maana yake ni kwamba session hii inarejea na kesi itaendelea pia mbele ya waheshimiwa majaji wale wa mahakama kuu, Jaji Ndunguru, Karayemaha pamoja na Jaji Kiwonde. Kwa hiyo kwa umoja wao wataendelea kusikiliza shauri hili kuanzia tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Zikiwa ni siku 52 toka kuahirishwa kwa shauri nambari 19605 ya mwaka 2025 la uhaini linalomkabili Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imepanga kusikiliza shauri hilo kwa siku 26 mfululizo, na hiyo ni kuanzia tarehe 9 ya Februari mwaka 2026 mpaka tarehe 6 ya Machi mwaka 2026. Sasa shauri hilo linasikilizwa na jopo ndogo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Nduguru, Jaji James Karayemana pamoja na Jaji Ferdinand Kikwonde, litakaloendelea kwa upande wa jamhuri kuwasilisha hoja zao dhidi ya pingamizi la Lissu. Lissu aliibua pingamizi la uhalali wa kutumika kwa sheria ya kulinda mashahidi, akidai kuwa sheria hiyo haijachapishwa kwenye gazeti la serikali na kwamba sheria yote ambayo haijachapishwa kwenye gazeti la serikali haiwezi kutumika. Lissu ameibua pingamizi hilo tangu tarehe 12 ya Novemba mwaka uliopita, mwaka 2025, ambapo shahidi wanne wa serikali ambaye ni Wasiri aliyepewa jina la P1 alipotaka kuanza kutoa ushahidi wake. Lakini Lissu alidai mahakamani hapo kuwa hata kama sheria ya ulinzi wa mashahidi ingekuwa halali kutumika, basi shahidi huyo alitakiwa kuonwa na majaji, lakini hata majaji wanaoendesha shauri hilo bila kumuona shahidi, jambo ambalo Lissu amedai kuwa halikubaliki kisheria. Sasa toka Novemba tarehe 12 ya mwaka uliopita, mwaka 2025, ndio siku ya mwisho ambapo Tundu Lissu alikuwa amewasilishwa mahakamani, na toka siku hiyo Lissu hajaonekana mahakamani tena mpaka mwaka huu, na kipindi ambacho na kuendelea makala ni kwamba hajaonekana mahakamani. Na pia kulikuwa pana sheria ambayo ilikuwa imetolewa na amri ambayo ilikuwa imetolewa kwamba Tundu Lissu hafai kwenda kutembelewa na mtu yote ambaye sio ndugu ama familia, na hii ni kwa mujibu wa John H ambaye ni naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye alikuwa amekwenda kumtembelea Tundu Lissu na akapata taarifa hizo, na toka siku hiyo ndugu wa karibu wa Tundu Lissu ndio wamepata fursa ya kwenda kumtembelea na kumjulia hali. Lakini pia kwa mujibu wa sauti ambayo umetoka kusikiliza ya mwanasheria wake ni kwamba Tundu Lissu yuko salama na tayari kwa ajili ya kuweza kuendelea na kesi yake ambayo inamkabili, kesi ya uhaini.